Muunga, Muunga. Mkuu, nimekuita eneo hili kulingana na taarifa nilizozipata hivi punde. Nasikia Juni wamechizika. Pesa na matatizo inaleta ugomvi. Mke wangu, ile safari ya kuelekea Dubai imewadia na sasa hivi maandalizi yote yako tayari, kwa hiyo itabidi nisafiri. Usafiri salama. Asante mke wangu, pia ubaki salama. Usijali kuhusu hilo, nitafanya kama unavyotaka. Asante, lakini naomba tu nilindie heshima yangu hapa nyumbani. Okay. Bye. Bye. Kusafisha malale nangu namaye nakwanda ili shamba lya miha lili tayari genda aba jirani ahanakona kanyango burukarete ho bene batosafisha kanuru malale umabona wa kae niyo Madera amayo madera baba ado wao jamani, samanini nimekuja pale nyumbani kwangu, lakini familia yangu sijaikuta. Si umeona? Sio toma na galolo gete Unaona nao wabanile waleta mjini nono aniyo. Sasa hii inawezekanaje? Na kwa nini waondoke bila taarifa? Sasa mimi nitawapateje? Umesema kwamba ameondoka na nani? Wewe kijana, vipi ambalo uelewi? Mke wako ameenda mjini pamoja na rafiki yako. Wailini. yani babu yo unacho yanchaka mke familia ya hana yani akoje dunia yegete yanchanga nje ya hangwakwe aliza kutobocha zote kutubuja isana. Hello baby. Hello baby. Vipi? Safi, vipi? Safi, uko poa? Niko poa. Uko nyumbani? Ndio, niko nyumbani kwangu. Saa niko naomba uje nyumbani. Nyumbani kwenu? Ndio. Mjomba wako? Mjomba hayupo. Hayupo? Ndio. Ameenda kazini au? Hapana, amesafiri kabisa, hayupo. Amesafiri? Ndio. Oh, basi sawa. Nitumie basi location yako kwenu. Sawa, usijali, ngoja kutumia. Haya, poa. Sawa.
Mr. Ima. Naambia Mr. Popa. Karibu sana nyumbani. Shukrani sana. Lakini Mr. Popa, ndio. Kuna kitu kinakuwa kinanishangaza kwenye upande wa biashara zangu. Naona mambo hayaendi kabisa sasa hivi, sio ni kwa ajili gani? Mr. Ima. Sasa hivi kiukweli kidogo kumekuwa kuna changamoto sana na biashara. Ila sasa hivi mimi nataka nikushauri kitu kimoja ndugu yangu, kama mfanya biashara mwenzangu. Tujaribu kwenda na wakati. Tuagize sana mzigo China. Na hapo uliponikuta nilikuwa najaribu kutengeneza oda, maana sasa hivi wa China wameturahisishia, sio mpaka ufunge safari kwenda China. Unaweza ukaagiza tu, unaweka oda, mzigo unafikiwa mpaka unapokuwa huko sehemu husika. Kwa hiyo hapa penyewe umenikuta nilikuwa najaribu kutengeneza oda ili niagize China. Hapo tena umenifungua. Unaonaje kama na mimi kwenye hiyo oda unayoiandaa ukanijumlishia na oda yangu? Itakuwa vizuri, maana tutaunganisha, itakuwa oda moja. So itakuwa vizuri sana kama utakuwa upo tayari, maana hata biashara ya Mchina ndugu yangu, spare zake bei zake kidogo sipo chini. So ukiagiza mzigo wa milioni 50 utakuwa ni mzuri. Karibu. Vipi habari zako kutoka? Salama, shikamoo. Bado. Salama. Kaka, shikamoo. Jambo. Salama. Vipi tena umeondoka jana? Leo umerudi. Kulikoni? Jana nilifika salama. Lakini kuna taarifa niliikuta kwamba mke wangu na rafiki yangu kumbe na wao tena wametoka kijijini wamekuja mjini kwa ajili ya kuja kunitafuta. Surprise. Mpenzi wangu. Mbona nala pazuri hivyo? Mpaka unanizidi mimi mpenzi wako. Kweli kabisa. Kwa hiyo ulikuwa na kazi ya kumtafuta mtoto umempata. Sasa hivi nimekuwa na kazi ya kumtafuta mama. Changamoto kijana wangu. Kama hizo kwenye maisha ya kawaida. So usiwaze sana. Kiukweli nashindwa hadi kuelewa kwa sababu matatizo gani nayo yapitia mimi. Yaani kama vile nimekuwa ni mtu mwenye mkosi. Basi usiwe na wasiwasi, karibu sana nyumbani. Nistahili. Ambia msafo. Huyu kijana ni kijana mmoja wa mtulivu sana. Huyu bwana kama unavyojua kijijini kule kwenye mashamba yangu huwa nikiendaga, huyu ndio huwa ananilimia mashamba yangu. Alipata changamoto, ndio katoto kake yako bana, kuna mazingira yalitokea yasiyoeleweka, kalipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. So alikuja huko mjini akakatafuta, akawa amekapata, ndio nikakutana naye. Jana alikuwepo hapa, nikampa nauli akarudi kijijini. Ila napo anafika amekuta tena mwanamke, kumbe kaja kumtafuta na yeye huko. Kwa anapitia changamoto kiukweli. Pole sana kijana. Asante sana kaka. Sasa kijana wangu, usiwaze sana. Utakuwepo hapa nyumbani kwangu na pia utakuwepo ofisini kwangu. Hichi kipindi ambapo utakuwa unamtafuta mkeo. Utaungana na vijana wenzako ofisini pale, mtakuwepo ofisini kwangu pale. Asante mzee wangu. Basi mzee wangu, mimi naomba tu niwaache ili niende nikaoge. Haya sana. Kwa hiyo Mr. Ivo, ndio yeye sababu. Acha tuchonganishe oda ili tusiagize mzigo ndio kwa pamoja. Hapana, pa kawaida sana, kwako ndo pazuri. Pa kawaida hivi. Karibu sana. Sasa leo baby, nataka umda ni kiumane. Na maisha nataka. Forever I'm gonna surrender.
superstar, now to you forever. Munga, Munga, Munga. Mkuu, nimekuita eneo hili kulingana na taarifa nilizozipata hivi punde. Nasikia Juni wamechizika kwenye kazi yetu. Tunaposhinda masharti huwa tunatoa mwendo wa kustahili. Kwa hiyo sasa, na pia tunaposhindwa kutoa sadaka yetu, adhabu itakuwa juu yao. Kwa hiyo kilichomtokea Juni ni adhabu iliyokuwa inamstahili. Najaribu pambana, najaribu ng'ang'ana, lakini mambo hayaendi da. Na hata nikipata na hata nikichanga, lakini bado hayaendi da. Hizi pesa na matatizo, pesa jamani, pesa na matatizo, pesa. Najaribu pambana, najaribu ng'ang'ana, lakini mambo hayaendi da. Na hata nikipata na hata nikichanga, lakini bado hayaendi da. Hizi pesa na matatizo, pesa jamani. Sasa tajiri, naam. Sisi tunafanya kazi yako kwa weledi kabisa yani. Lakini hapo tulikuwa tunaomba utupe 50,000. Yaani tunafanya kazi pote humu, yani pote kama ulivyoelekeza yani, ondoa hofu. Kata mti huu na huu hapo. Huo. Yani ondoa hofu. Kila kitu tunafanya. Sawa. Sio mbaya. Lakini mimi naona nitawapa 200,000. Ha? Nitawapatia 200,000. KD. Amekuwaje? Mbona amedondoka ghafla? Hapana bosi. Amedata tu alivyosikia lile dau la 200,000. Huyu si ndo tajiri Junior aliyekuja kijijini kutupa kazi? Amepatwa na nini? Da. Ama kweli ndo pesa na matatizo. Najaribu pambana, najaribu ng'ang'ana, lakini mambo hayaendi da. Na hata nikipata na hata nikichanga, lakini bado hayaendi da. Hizi pesa na matatizo, pesa jamani, pesa na matatizo, pesa. Najaribu pambana, najaribu ng'ang'ana, lakini mambo hayaendi da. Na hata nikipata na hata nikichanga, lakini bado hayaendi da. Hizi pesa na matatizo, pesa jamani, pesa na matatizo, pesa. Najaribu pambana, najaribu ng'ang'ana, lakini mambo hayaendi da. Na hata nikipata na hata nikichanga, lakini bado hayaendi da. Hizi pesa na matatizo, pesa jamani, pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa ugomvi
ndani ya nyumba moto moto. Sina pesa lakini mapenzi yananipa hewa. Oh, pesa, pesa inabeba maisha. Pesa inaweza kutupa raha au huzuni pia. Oh, pesa, matatizo nayo yakija, lakini kwako mapenzi ni utajiri wangu wa kweli. Ninaona matatizo juu ya mlima, pesa nayo inateleza kama maji kwenye jiwe. Kimo cha upendo wako hakiwezi kufikiwa.